Bwana asifiwe tena. Amen. Karibuni tena katika kipengele chetu cha leo. Tunaangalia mtazamo wa Mungu juu ya mapambo ya uzuri. Mtazamo wa Mungu juu ya mapambo ya uzuri. Nianze kwa kusema mapambo ya uzuri Mungu hajaanza kuyakataa leo. Yaani sio kwamba Mungu kuna dini mpya imezaliwa, ama kuna imani mpya imezaliwa, ama kuna wokovu mpya umezaliwa. Hapana. Yaani Mungu alikataza mapambo ya uzuri tangu zamani za wazee wetu waliotutangulia, waliotoka Misri. Mungu ameleta ukombozi kwa mwanadamu. Baada ya Yakobo kuingia Misri, waliingia kwa njia ya njaa, wakafuata Yusufu. Wakiwa kule wamekaa, kumbuka walikaa miaka 400. Wakiwa kule baadaye Mungu akatengeneza wokovu, anawatoa kwa mkono wa Musa. Sasa wakati Mungu anawatoa, yani Mungu alikataa mapambo ya uzuri toka kwao, toka safari ya kwanza ya ukombozi wa mwanadamu katika mwili ambako walikuwa wanatoka wakitembea kibinadamu. Kwa hiyo Mungu hajaanza kukataza mapambo ya uzuri leo. Ni kama Mungu anachofanya sasa, analitakasa tu kanisa lirudi kwenye msingi wake, sio kwamba analeta msingi mpya. Tutakuwa mashahidi hata wale waliookoka miaka ya nyuma, miaka ya 70, miaka ya 60, miaka ya hapo nyuma, hata 80 mwanzoni kule nyuma. Wazee wetu watakuwa mashahidi kwamba ilikuwa mtu akiokoka anatakaswa mwili, anatakiwa atakase mwili, apate utakaso wa roho, apate utakaso wa nafsi. Huyo mtu akifanikiwa kupitia hapo, basi ataendelea akiitwa ameokoka. Ni mtu aliyetengwa kwa ajili ya Kristo, ametakaswa mwili, ametakaswa roho, ametakaswa na nafsi yake. Bwana asifiwe sana. Naomba tuangalie kwenye maandiko mtazamo. Tuangalie kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 35. Tunaweza kusoma kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 5. Kitabu cha Mwanzo sura ya 35. Tunaweza kusoma hapa. Bwana asifiwe tena kidogo. Naomba niongee historia kidogo kabla kusoma 35. Hapa tutasoma kwamba sote tunajua kwamba Yakobo alikuwa ni ametoka kwa Isaka. Anasema wana wa Yakobo walikuwa wanakaa kwenye mji fulani. Wakati wametoka katika usafiri kwao, wakaja wakakaa mahali panaitwa Shekemu. Wakati wamekaa pale Shekemu, sura ya 34 inaeleza haya. Wakati wamekaa pale Shekemu, siku moja walikuwa na binti yao anaitwa Dina. Katika wale watoto ambao Yakobo alizaa 12, alikuwa na binti anaitwa Dina. Biblia inasema siku moja Dina alitoka kaenda mjini kutembea. Wakati ameenda kutembea akakutana na kijana anaitwa Shekemu. Sasa huyu kijana Shekemu inasemekana akaanza ushirika wa kimahusiano na Dina, kiwango ambacho wakaingiliana. Sasa baada ya hapo, wakati familia ya Dina ama kaka zake waliposikia kwamba Shekemu amemtendea haya Dina, ndani yao ikawa kama ni jambo la fedhea kwa Israeli. Kwa sababu jambo kama lile halipaswi kutendeka, kwamba mtu anafaa aolewe kwanza ndipo aweze kuwa na ushirika. Lakini kwa nini Dina ametendewa hivi kama anavyotendewa kahaba? Kahaba ndiye ufanye waza ushirika kabla ya ndoa. Kwa jambo hilo, wakati kaka zake wamechukia, walifanya urafiki na kina Shekemu wa hila. Walipofanya urafiki wa hila, wakati wale wanaume wakiwa kwenye maumivu ya kutahiriwa, ambayo ilikuwa ni hila imetengenezwa na kaka zake na Dina, watoto wa Yakobo. Biblia inasema waliinuka Yuda, Simeoni, aliinuka Simeoni na Lawi. Wakaenda na upanga, wakakata wale wa Shekemu, waliwakata wakaua mpaka ng'ombe wakaua. Sasa baada ya kuwa wamewaua, Yakobo alipoinuka akasema, mmenifanya ninuke, mimi mji huu tunaokaa mimi ni mgeni. Kwa hiyo jamii ya wana kijiji wataweza kuniangamiza, wataniua. Sasa wakiwa katika mazingira hayo, ndipo Mungu akamtokea Yakobo, akaanza kumwambia Yakobo, ondoka ukimbilie Betheli, ondoka uende Betheli.
Mungu alikuwa anamkimbiza Yakobo atoke Shekemu ili kusudi apate kumuokoa, kumponya. Kumponya, kwa sababu mtu kishaua kwenye mji, daima tungetarajia mauaji atokee kwenye jamii ama kwenye familia ya Yakobo. Sasa Mungu anamtokea Yakobo ambaye anamwabudu. Anaambia Yakobo, chukua watu wako, kimbilia, nenda Betheli, mahali kule tulikutana zamani wakati unaanza mwendo wa safari yako. Sasa turudi sasa kusoma hiyo sura ya 5. Yakobo sasa anaambiwa na Mungu aende Betheli. Mungu anataka kuwaponya. Anasema Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekotokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Kumbuka saa hii anaikimbia jamii ya kina Shekemu na watu wa hicho kijiji. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe, mkabadili nguo zenu, tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Mstari wa 4, nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao na pete zilizokuwa masikioni mwao, naye Yakobo akazificha chini ya mwaloni ulioko Shekemu. Wakashika njia, hofu ya Mungu ikaishika miji iliyowazunguka, wala hawakuwafuatia wana wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Nilianza kwa kusema Mungu alikuwa anawatoa katika mji wa Shekemu, anawakimbiza ili apate kuwaokoa na kuwaponya. Sasa Mungu aliyeabudiwa na Yakobo ni Mungu ambaye anachukia miungu, yaani hachangamani na miungu. Na Yakobo alitoka kwa Isaka. Isaka alitoka kwa Ibrahim. Mungu alimtoa Ibrahim kutoka kwenye nyumba ya Tera ya kuabudu miungu, akampeleka mbali apate kujiinulia taifa, ama apate kujizalisha kizazi cha wamchao. Sasa alishamfundisha Ibrahimu, alikutana na Mungu, akajua namna ya kumwabudu Mungu, namna ya kumtumikia Mungu, Mungu anaabudiwaje, anatolewaje sadaka. Na yeye akamfundisha Isaka kwamba Mungu ni wa namna hii. Isaka alipozaliwa aliishi kama Ibrahimu alivyomfundisha baba yake, na yeye akazaa Yakobo, akamfundisha namna ya kumwabudu Mungu. Sasa hii amri ambayo Yakobo anaipa familia yake, ondoeni miungu migeni yote, sio kwamba Mungu alimwambia ondoa, ila Yakobo anamjua Mungu aliyerithishwa na baba zake ambao ni Ibrahimu na Isaka, kwamba ili kusudi Mungu aende pamoja nasi katika hii njia tunayokwenda, sharti ondoeni miungu migeni yote mlionayo. Maana yake kama tutaenda na miungu, tuwe na hakika Mungu hatakuwa nasi katika njia. Na kama Mungu hatakuwa nasi katika njia, basi jamii ya Shekemu na watu wote ambao tumefanya madhara kwao, hakika yake watatufuata na kutuangamiza. Unaona, anasema kwamba walichukua miungu migeni yote wakampa. Labda vilikuwa ni vinyago, labda zilikuwa sijui nini, wakampa. Baada ya kumpa, wakavua na pete zilizokuwa masikioni mwao. Biblia ya Kiswahili imetumia neno pete, lakini ukisoma Biblia ya Kiingereza itakwambia earring. Earring ni heleni. Kwa hiyo wakachukua na heleni kwenye masikio yao wakatoa. Walivyotoa wakampa. Kwa nini walivitoa hivi? Walimuelewa Yakobo alivyosema ondoeni miungu migeni. Maana yake ondoa chochote kisicho na ushirika na Mungu wa mbinguni. Walipovitoa akaviweka chini ya mti, wakaanza safari kuelekea Betheli kama Mungu alivyosema. Na walipoanza safari kuelekea Betheli, wakati wameacha miungu na vyote ambavyo havina ushirika na Mungu wa mbinguni, zikiweko heleni, Biblia inasema sasa mstari wa 5, hofu ya Mungu ikaishika miji iliyowazunguka, wala hawakuwafuatia wana wa Yakobo. Kwa hiyo Mungu akawa amewatoa na kuwaponya kwa kuwaokoa kwa namna hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaona mtazamo wa Mungu. Hapa ni Yakobo anatenda kwa sababu alishafundishwa Mungu na baba yake Isaka anaabudiwaje, hachangamani na miungu. Amen, amen. Kwa hiyo unaweza ukaona Mungu hajaanza kukataza mapambo leo. Tunaweza kurudi tuangalie pia kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ya 33. Kitabu cha Kutoka sura ya 33.
Hapa tutaona Israeli wameanza safari, wametoka Misri, wamefika mahali wako chini ya mlima. Hapa chini ya mlima Musa akawa amepanda, ameenda mlimani kuzungumza na Mungu. Wakati amepanda kwenda mlimani kuzungumza na Mungu, hiyo ni sura 32, utaona Israeli wanaanza kumwambia Harun, sisi hatujui Musa kilichompata huko juu mlimani. Musa harudi, Musa ameenda harudi, Musa harudi. Wengine wanafikiri labda amekufa, wengine wanafikiri kila mtu anazungumza anachozungumza. Wakati wanazidi kuzungumza, wana wa Israeli wakamwambia Musa, tunaomba ututengenezee miungu. Tunaomba ututengenezee miungu ambayo sisi tupate miungu ya kuiabudu. Wakati wamemwambia hivyo Harun aliwaambia wavue nini? Wavue pete za masikioni ambazo ni helen, wavue na chain, wavue hivyo vitu walivyokuwa navyo, wamevaa vitu vya dhahabu. Wamevaa. Kwa hiyo alivyowaambia watoe, asema akatupa kwenye moto, akayeyusha ile dhahabu. Akazalika ndama. Alipozalika ndama, wakamweka mahali, wakapika chakula, wakaanza kula na kunywa, wanaimba na kucheza. Wanacheza mbele ya yule ndama. Wanamwambia wewe ndiwe Mungu aliyetutoa Misri. Mungu atusamee sote. Mungu atusamee. Hii ni dhambi ya dharau, sijui ni semeje. Mbele za Mungu. Wanamwambia yule ndama, wewe ndiwe Mungu aliyetutoa Misri. Wanakula na kucheza. Sasa Musa wakati ametoka kule, akiwa juu kule kwenye mlima anazungumza na Mungu. Mungu anamwambia Musa, shuka uone watu wako wamejiharibu nafsi zao. Nenda uone. Wakati Musa anashuka amebeba zile mbao, kuangalia naona Israeli wanashangilia, wanacheza na wanacheza mbele ya ndama. Na wanamwambia ndama, wewe ndiwe Mungu aliyetutoa Misri. Katika hali hiyo Musa aliposhuka utaona Musa aliombea msamaha, lakini ukisoma andiko Mungu alimwambia kwamba waendelee. Sasa sura 33 Mungu akamwambia, sasa Mungu nasoma sasa kutoka 33 naanzia mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa wakati Musa hapa ameshawaombea msamaha. Ameshaombea msamaha na amechukua hatua fulani ili kuishusha hasira ya Mungu. Sasa sura 33 Mungu anasema, Bwana akanena na Musa, haya ondokeni, katokeni hapo, wewe na hao watu uliowaleta wakwe kutoka nchi ya Misri, waende hiyo nchi niliyomwapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii, nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanaani na Mwamori na Muhiti na Mperizi na Muhivi na Muyebusi, waifikirie nchi imiminikayo maziwa na asali, kwa maana mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisiwaangamize ninyi katika njia. Mstari wa 4, watu waliposikia habari hizo mbaya wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja, nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalo watenda. Basi wana wa Israeli wakavua vyombo vyao vyote vya uzuri tangu mlima Horebu na mbele. Bwana asifiwe sana. Sasa tunaweza tukaona sura ya 33. Baada ya Musa kushuka chini ya mlima, akachukua hatua kushusha hasira ya Mungu, aliua, akawanywesha maji ya ile sanamu, hasira ya Mungu. Baadaye Mungu sasa anatokea, anamwambia Musa, na kuanzia hapa wachukue wana wa Israeli muendelee na safari. Afu Mungu anamwambia, mimi sitakwenda pamoja nanyi. Nitapeleka malaika aende pamoja nanyi. Nitabaki kwenye ahadi yangu, kwa sababu niliwaahidi Ibrahimu na Isaka, na mimi ni Mungu mwaminifu. Mimi ni Mungu anayeshika maagano. Lakini nitapeleka malaika aende mbele yenu. Watu waliposikia habari kwamba si Mungu anayeenda pamoja nao, bali sasa ni malaika anaenda pamoja nao, anasema wote walianza kuhuzunikia ndani yao, anasema hakuna aliyevaa vyombo vyao vya uzuri. Na Mungu akamwambia Musa, mwambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Wenye shingo ngumu. Kuwa na shingo ngumu ni roho ya ukaidi, ni kiburi, ni kutokusikia, ni kuamua kufanya yale ambayo unayapenda mwenyewe. Ni shingo ngumu, kukataa kugeuka, kukataa kubadilika.
Kwa Mungu anaambia ninyi ni watu wenye shingo ngumu, hamtaki kutii, ni wakaidi, ni wajeuri, hamtaki kubadilika, mioyo yenu ina ugaidi ndani. Sasa anasema, sasa Musa anasema wana wa Israeli wakaanza kulia. Wakati wameanza kulia, wamevua vyombo vyao vyote vya uzuri, Mungu anamtokea tena Musa, anamwambia labda ondoweni, kila mtu avue vyombo vyake vya uzuri vyote alivyovaa. Aliyevaa heleni avue, aliyevaa cheni avue, labda mtu kama alikuwa amepaka makeup afute, mtu alikuwa amepaka wanja afute, alikuwa ameweka kope atoe, alikuwa ameweka makucha atoe, na vingine na vingine na vingine. Akasema ondoweni labda vyombo vyenu vyote vya uzuri, vueni kwanza. Mkishavua ndipo mimi Mungu nitaamua nije tuendelee na safari pamoja, twende kama tulivyotoka pamoja Misri, au niseme muendelee na maraika. Lakini kabla sijasema ninakuja ama siji, cha kwanza ondoweni mlivyovaa kwenye miili yenu. Lakini Mungu anasema Israeli hapa walitii. Mstari wa 6 anasema wana wa Israeli wakavua vyombo vyao vyote vya uzuri tangu mlima Horeb na mbele. Ukisoma Biblia ya Kiingereza na mbele inaonyesha kwamba hawakurudia kuvaa tena, ndio neno na mbele. Yaani walivua pale na huko mbele kote walivua. Bwana asifiwe sana. Tunaangalia mtazamo wa Mungu. Mungu hajakataza mapambo ya uzuri leo. Alikataza kwa kina Ibrahim, toka kwa kina Ibrahim, toka kwa kina Sara. Unaniuliza nimejuaje kwa kina Sara? Tusome kitabu cha Petro, Agano Jipya. Petro wa kwanza sura ya 3. Petro wa kwanza sura ya 3. Tuanzie tusome mstari wa 5. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5. Kwamba Mungu toka kwa kina Sara hawakuwa wanajipamba. Kwa kina Sara hawakuwa wanajipamba. Nimejuaje? Tukiangalia Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5, anasema hivi, au naomba niazie tu mstari wa kwanza, nitaishia wa 6. Anasema kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Mstari wa 5 anasema hivi, maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao, kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamuita Bwana, nanyi ni watoto wake mfanyapo mema, wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Bwana asifiwe sana. Sasa nasema tujifunze kwa wanawake wa zamani. Anasema ndivyo walivyojipamba wanawake wa zamani. Walijipamba utu wa moyoni, tabia, mwenendo. Mtu ni moyo. Sasa na sisi tuliookoka leo, mtazamo wa Mungu, yani hawa ni wenzetu wa zamani. Maana yake wanawake wa zamani waliokili kumcha Bwana, akina Sara, akina Rebeka, akina Elizabeth, akina Hana, ndivyo walivyojipamba utu wa moyoni, sio kuwajaribu kuongeza vitu kwenye mwili, labda ni nywele, heleni, labda ni wanja, labda ni makeup, labda ni hivyo. Sio kujaribu kuongeza vitu kwenye mwili ili kusudi kujaribu kutafuta uzuri wa kutengeneza. Hapana, walisumbuka na utu wa moyoni. Ndivyo walivyofanya wanawake wa zamani. Na utaona sasa, unaweza niuliza swali, sasa Israeli mapambo waliyapata wapi kama wanawake wa zamani? Kwa sababu Israeli ni familia ya Yakobo na wengine walioendelea kuzaliwa hapo baadaye. Anasema Yakobo ndo aliyeingia Misri, walikuwa ni idadi kadhaa, wakati kina Sara na Ibrahimu tayari hawako, waliingia Misri. Walipofika Misri, kumbuka walikaa miaka 400. Walikaa miaka 400 Misri. Wako waliozaliwa Misri, wanajua lugha ya Kimisri, wanajua tamaduni za Kimisri, wanajua mfumo wa maisha wa Kimisri, kila kitu wanajua. Hawajui mambo ya Kanaani kwa sababu hawakuzaliwa huko. Na wamekaa miaka 400, sio miaka kidogo. Kwa hiyo kule kuishi kwao waliingiliana na jamii za Wamisri, wakaanza kuishi kama Wamisri, wakaanza kuvaa kama Wamisri.
Ndiyo maana walipotoka Misri, ndio maana utakuta walipofika chini ya mlima Horeb, walipofika hapa, zile heleni na cheni, ule mfumo wa uvaaji wa mapambo walitoka nao Misri. Lakini wakati wanaingia Misri, wazazi wao hawakuwa wamevaa hivyo. Walikuwa ni watu wanaovaa kwa star, walikuwa ni watu ambao hawajaongeza chochote mwilini, wamebaki kama vile Mungu alivyowaumba, wanayemwabudu, ambayo waliondoa mapambo yao. Yakobo akaficha kwenye mwaroni kama tulivyosema kitabu cha Mwanzo. Amen, amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Israeli walipata Misri, haikuwa taratibu ya Mungu wa mbingu na nchi. Kuvaa mapambo ya uzuri sio desturi ya watu wa Mungu, ilikuwa ni desturi ya Wamisri. Sasa Mungu anapotuletea ujumbe kama hivi, ni kutusaidia turudi kwenye asili yetu kama taifa la Mungu, tuwe na sura ya kufanana na baba yetu. Utaona hata hapa anasema kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamwita Bwana. Na sisi tutakapojifunza kutenda kama Sara, tunakuwa watoto wake. Sisi watoto wa Mungu hatujifunzi kwa Yezebel, tunajifunza kwa Sara. Ndio maana Biblia inasema mkifanya mema kama Sara, tutakuwa watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtazamo wa Mungu juu ya mapambo ya uzuri. Mungu wa mbinguni awabariki. Asante sana.